Unajua Simba kuna kosa moja la kiufundi walifanya tangu mwanzo kabisa, kwa maana wakati wa mchakato. Yani uwezi amini, mwenye nguvu kwenye bodi ya wakurugenzi ni mwekezaji katika ile 49%. Yes, ana 49%, alafu upande wa wanachama ana 51%. Lakini kwenye bodi ya wakurugenzi mwekezaji upande wake ndio anatoa mwenyekiti wa bodi. Okay. Kwa maana kwa kina Santos Magori. Hapo washaliwa tayari Simba. Kwa nini unajua? Kwa sababu anayetegemewa kushikilia ama kupambania maslahi ya wanachama ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Sasa akiingia kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi ambaye katika ile 59%. 51. Ambaye sasa akiingia kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi yeye hana sauti kuliko mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Kwa maana yeye anatoka kwa mwekezaji sasa. Kwa maana anaingia kama mjumbe pale. Sasa je, kwa hiyo hana say yote. Mzee, kwenye ile anayofanya Simba ni biashara. Na sio Simba, yani duniani kote ukishaona upande wa mwekezaji na wanachama, hapo kuna biashara. Sasa tunategemea maslahi mapana ya klabu yatatetewa na mwenyekiti wa klabu. Ndio. Sasa inakuwaje mwenyekiti wa klabu kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi yeye kofia yake hawi tena kama mwenyekiti wa kikao? Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ni anayetoka upande wa mwekezaji. Hilo ni kosa kubwa sana la kiufundi Simba wamefanya. Maana yake ni kwamba siku zote yule atakuwa ana save interest za mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye ni mwekezaji.